Hujambo na karibu mtazamaji wa SAUT TV. Karibu katika kipindi cha Kioo cha Mwanamke, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kuyajua yale yote mafanikio yaliyofanywa na mwanamke katika jamii. Kwa siku ya leo nitakayekuongozea kipindi hiki, jina langu ni Mariam Fakii, na mada mezani ni mwanamke na ustawi wa watoto wenye hali duni, na nitakuwa naye mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linalosaidia watoto wenye hali duni, Agnes Swai. Nikusii tu uendelee kuwa nasi kuanzia mwanzo hadi tamati. Agi, habari yako? Salama. Pole na hongera kwa kazi. Asante. Tukianza tu, nini kilicho kuchochea wewe binafsi kujihusisha na kazi ya kusaidia watoto wenye hali duni? Mimi binafsi kwanza tu napenda kufanya jambo ambalo linaweza kumgusa mtu ambaye ana uhitaji. Kwa hiyo ni passion, kwamba napenda kuwasaidia watu ambao wapo katika mazingira kama yale, kwa sababu ukiangalia na mimi nimetokea huko, tumesoma kuanzia primary, secondary mpaka hapa tulipofikia. Lakini jambo lingine, napenda sana kujihusisha na activities za jamii kwa ujumla, kufanya kazi na jamii, kufanya kazi na watu tofauti tofauti, wenye makundi tofauti tofauti, na wenye hali ambazo ni hali ambazo zinahitaji wanaweza kufikiwa au kuguswa kwa namna moja ama nyingine. Kwa uzoefu wako tu, hali ya sasa ya watoto wenye uhitaji kwenye jamii ipoje? Kwa kweli watoto wenye uhitaji wapo wengi sana kwenye jamii zetu hizi, kwa sababu wapo watoto wenye uhitaji katika engo tofauti tofauti. Kuna watoto wenye uhitaji wa kupata msaada wa kufahamu haki zao, lakini kuna watoto wana uhitaji wa kupata sapoti ya kielimu, wengine kiafya, wengine kwenye swala la chakula, malezi. Kwa hiyo uhitaji ni mpana na siwezi kusema kwamba umeisha au umepungua, lakini kwa ujumla watoto wenye uhitaji kwa jamii yetu ni wengi. Changamoto zipi kubwa zinazowakumba watoto kama hawa kwa sasa? Changamoto zinazowakumba watoto hasa ambao sisi tumekutana nao, kuna watoto, ukizingatia hii ni Januari, kuna watoto hawana kabisa, wanatokea familia duni ambazo hawana ile support ya wao kuweza kurudi shuleni hii Januari, hawana sare za shule, hawana vifaa vile vya kurudi shule, lakini hawana ada. Lakini wapo watoto ambao wanapitia changamoto ya bima za afya. Lakini kuna watoto watoto wenye usonji ambao ndio kama sehemu kubwa iliyosababishwa kuanzishwa kwa shirika letu. Watoto wenye usonji wenyewe wanahitaji, jamii inahitaji awareness kuhusiana na watoto hao wenye usonji, kwa sababu wazazi wengi hawana ule uelewa, kwamba anaona mtoto wake amezaliwa hivi, haelewi usonji ni nini au kwa nini mtoto yuko vile. Kwa hiyo baadhi ya wazazi wanakuwa wanawaficha ndani, hawatoi kuwapeleka shule, na wakipelekwa shule wengi wanakuwa wanapelekwa shule hizi za kawaida. Kwa kama mzazi hajagundua au ikitokea bado hawajagundua mapema kwamba yule mtoto anakuwa na hali gani, ile ni changamoto. Na kwa kama hii Januari watoto wengi sana wana changamoto ya vifaa vya shule, ada, sare za shule. Ndio maana hata sisi Januari tumefanya mradi wa back to school, yani kuwasapoti watoto wanaorudi shule, kuwapa vifaa, sare, ada. Hapo umezungumzia mradi huo wa kuwaunga mkono watoto kurudi shule. Unahisi kwamba nafasi yako wewe kama mwanamke kwenye taasisi hiyo inawasaidiaje watoto hawa kuweza kukabiliana na hali ya kimaisha? Unajua, kwa sasa hivi sio kama zamani. Sasa hivi wanawake tuna nafasi kubwa sana ya kuleta mabadiliko kwenye jamii tunayoishi, kwa sababu sio lazima kila kitu aone baba au aone mwanaume au kiongozi wa kiume. Maanake inamaanisha kwamba wanawake tunaweza tukasimama, tukaona tatizo kwenye jamii, tukalizungumzia na likatatulika. Kwa hiyo sisi kama wanawake tuna nafasi kubwa sana kwenye jamii ya kuona tatizo lililopo, lakini tukalizungumzia. Hata kama usipofanya wewe moja kwa moja, unaweza ukalizungumza mtu ambaye alitamani kufanya lakini hakujua kama kuna uhitaji huo sehemu fulani, akasikia, awe mwanamke au awe mwanaume, akasikia na akafanya jambo. Tunajua kwamba taasisi yenu ni taasisi ambayo si ya kiserikali. Je, kwa upande wa serikali inawasaidiaje kulifanikisha hili? Uzuri ni kwamba serikali yetu inafahamu uwepo wa mashirika yasiyo kiserikali, na zipo wizara ambayo inahusika kabisa na mashirika yasiyo kiserikali. Kwa hiyo hata kwenye miradi, usajili, kila hatua kwa hatua, manake tunafanya kazi na serikali moja kwa moja kuweza kufanikisha
zile activities ambazo tunazifanya kwenye jamii. Na umegusia swala la jamii. Jamii imewapokeaje katika swala hili, kwamba mnatamani kuwasaidia watoto ama mnaendelea kuwasaidia watoto wenye hali duni? Jamii inawapokeaje pale ambapo mnawashirikisha kwenye swala hili? Mimi namshukuru Mungu sana kwa sababu jamii yetu ni jamii yenye uelewa, lakini jamii ambayo naweza nikasema jamii ya Tanzania ni jamii ya watu ambao wanapenda umoja, kushikamana, lakini pia na kuaminiana. Kwa mimi jamii imetupokea vizuri sana. Toka tulipoanza, nilianza kama mwanafunzi nikiwa kidato cha 5. Tulifanya mradi wa kuwapelekea vitanda 10 watoto wenye usonji. Lakini jamii iliyokuwa inatuzunguka, tulikuwa wanafunzi. Ni ngumu sana wanafunzi kutoa pocket money zitoshe kutengeneza vitanda. Lakini jamii iliyokuwa inatuzunguka, mkuu wa wilaya, viongozi walitusupport sana, wakatuambia kwamba mnafanya kitu kikubwa na mnaweza mkafanya zaidi. Kwa hiyo walitushika mkono, wakatuunga, na hata sasa jamii inatuamini. Tunapoenda sehemu, walimu tunawauliza kwamba kuna changamoto gani, tunatamani kufanya jambo fulani kwa watoto waliopo, wanatupa ushirikiano mzuri sana, tunashirikiana hivyo hivyo. Kwa hiyo jamii inatushika mkono, inatuamini, lakini hata watu wanapokutafuta wanakuambia kwamba Agnes, nimeona mnafanya kuwasaidia watoto wanaorudi shuleni, nina mwanafunzi anapatikana sehemu fulani ana changamoto, mnaweza kuja kumuona kwa ajili ya kumsaidia. Maanake ile ni imani, ni mapokeo mazuri. Mtu kukuamini, akutafute, akwambie kwamba nina changamoto fulani au nimeona mtoto mwenye changamoto eneo fulani, mnaweza kumsaidia. Hayo ni mapokeo mazuri kwa sababu wamekuamini. Sio kila mtu anaweza akakutafuta ya, lakini pia tunapoposti kwenye mitandao ya kijamii status, watu wanafahamu kwamba kile tunachokifanya, wengine wanatuunga mkono, wengine wanatushauri nini cha kuboresha zaidi. Kwa hiyo kwa ujumla ni mapokeo mazuri sana. Sisi tunachukulia kama ndoto yetu ya kwenda kuisaidia jamii imefika kwa asilimia kubwa, lakini kufanya kazi na jamii ambao ni wanaume, wanawake, wazee, watoto, vijana, watu wenye karia tofauti, uwezo tofauti wa kielimu, wanatushika mkono, wanaamini kile tunachofanya, tayari hayo ni mapokeo mazuri kwetu. Hapo umezungumzia mambo ya ndoto, kwenye lugha yao kidogo anakuambia a dream come true. Kwa kwamba ndoto imekuwa kweli. Ndoto imekuwa kweli mpaka hapa tulipofika. Ndoto imekuwa kweli. Tukiangalia tu kwamba umezungumzia kwamba mnaposti kwenye mitandao ya kijamii, si ndio? Kwa upande wa wadhamini, je, kuna taasisi yoyote nyingine ambayo inawadhamini katika kulifanikisha swala hili? Kwanza kabisa huwa tunafanya, kuna kipindi tulikuwa tunafanya kampeni ya blood donation kwa ajili ya mama na watoto kule Bugando hospitali. Ilikuwa inafanyika hapa Sauti, na sisi tulikuwa kama watu wa kipaumbele kwenye kufanyia kampeni ili ile project iweze kufanikiwa. Maanake ilifanyika Sauti na sisi tulikuwa kama watu ambao tuna motivate. Sauti ni taasisi, ni chuo kikubwa, lakini pia kutoka Bugando wao wenyewe tulikuwa tumeshafanya nao miradi mingi sana ya kwenda kuwatembelea watoto wenye saratani. Kufika kweli tumepeleka vitu mbalimbali, hizo kampeni za blood donation. Hivyo tumeweza kupata cheti kutoka Bugando cha appreciation. Mimi na mashirika mengine ya vijana ambao tuko the same age, huwa tukitaka kufanya project tunawashirikisha, kama zinaendana na mission na vision zao ama objectives zao, wana partner na sisi. Kwa hiyo naweza nikasema tunapata ushirikiano ama udhamini ama kuwa na partnership na mashirika mengine. Tukiendelea tu, unajua katika kila safari ama kila mwendelezo wa maisha kuna changamoto. Na kwa upande wako ni changamoto zipi kubwa mnazokumbana nazo katika kuwasaidia watoto? Kwa upande wetu, unajua mwanzo ni mgumu, na ukizingatia sisi bado ni vijana, tunajitafuta, tumeanza toka tukiwa tunasoma shule. Kwa hiyo changamoto ni nyingi. Mwanzo ilikuwa ni kubalance muda kati ya masomo na shirika, kwa sababu shirika lazima likue na lazima ufaulu. Ukiacha uweze kusema shirika likue, darasani unafeli, ni ngumu. Lakini pia uweze kufaulu darasani ukaacha dream ya muda mrefu. Kwa hiyo ilikuwa ni kubalance muda na washirika na masomo, lakini Mungu ni mwema tukafanya. Changamoto nyingine ni kwamba kuna muda
japo ni positive, wanakufikia watu wengi wenye uhitaji, yani watu wanakutafuta. Agnes, nimeona kwamba shirika lenu mnawasaidia watoto, kuna mtoto anaumwa, mimi naomba mumsaidie. Unakuta labda ni bajeti ya milioni 5, 6 au milioni 10, ambapo kwa haraka haraka kwa shirika letu huwa tunaenda sana na bajeti, ukizingatia ndo bado tunakuwa, unakuta hatuwezi kufanya. Au unakuta mtu anakutafuta yuko Kilimanjaro, anasema nimepewa namba yako na mtu alisema mnasaidia watoto, mimi na mwanangu amevunjika mguu, naomba mumsaidie. Yani kwa hiyo yani ile, kwa sababu tunatamani kufanya na simu zinakuwa nyingi, watu wanakutumia ujumbe, ila unashindwa kuwasaidia wote. Sisi tunaiona kama ni changamoto, japo ni mwitikio mzuri kwa jamii, ila inauma kwa sababu unakuta hujawafikia watoto hao wote. Lakini jambo lingine, kuna sehemu ambazo changamoto nyingine, naweza nikasema ni swala la elimu ya uongozi wa mashirika moja kwa moja, kwa sababu kama mimi nimesoma hii mass communication, nimespecialize public relation, ni nzuri na nifaa sana kwenye shirika, na itumia kwa sababu pia tunasoma mambo ya vitu ambavyo tunaviapply kwenye shirika. Lakini ukitaka kufanya jambo kwa ukubwa, lazima uwe unalifahamu, uwe expert. Yani ukizungumza kitu unajua kwamba sio nazungumza kwa experience au kujua ile unajua juu, lakini unakijua deep. Kwa maana yake ile elimu ya moja kwa moja ambayo ni ya organization management, ambayo inaweza ikawa sometimes ni changamoto au elimu ile ya moja kwa moja kuhusiana na hawa watoto wenye usonji, ambao sisi ndo kama kipaumbele chetu sana. Watoto wote ni kipaumbele chetu, lakini hao wenye usonji ambao ndo source ya kuanzishwa kwa shirika, tunatamani kufanya zaidi kwa ajili yao. Sasa hiyo ni changamoto pia. Lakini changamoto nyingine ni naweza nikasema siwezi kusema ni hela, ila ni kukutana na watu sahihi, kwa sababu tunatamani kutengeneza hub ya kituo cha watoto hao wenye usonji, ambapo iwe ni sehemu wazazi wanapata elimu kuhusiana na namna ya malezi na makuzi ya hawa watoto wenye usonji, lakini pia namna ya kuishi nao. Watoto wenyewe wafike pale wao wanapata ile elimu inayoendana na wao, kwa sababu ukizingatia sehemu nyingi wanachanganywa, japo sio kote. Kwa hiyo tunatamani kutengeneza center ama nyumba ama hub ambayo hao watoto itakuwa ni everything kuhusiana na watoto wenye usonji, lakini bado hatujakutana na watu sahihi ambao wanaweza wakatuinua ama kuona ile big dream ya kile tunachotaka kukifanya, ambayo hiyo pia ni changamoto nyingine. Ungependa jamii ifanye nini haswa ili waweze kuunga mkono katika swala hili la kuwasaidia watoto wenye uhitaji? Wito wangu kwa jamii inayotuzunguka, kwanza, kama kuna mtu anahitaji kufanya jambo kwa ajili ya watoto, ni vizuri akachukua hatua katika ile stage aliyopo. Usisubiri kwamba mimi mpaka nipate kazi ndo nitaweza kuwasaidia watoto wenye uhitaji, au mimi mpaka niwe nimefika level umri fulani ndo na mimi nitakuwa natoa kwenye jamii. Hapana, tumeelimika, tumesoma. Maana ya kusoma sio lazima ukafanye kazi sehemu fulani, hata kurudisha ile elimu yako kuitumia kufanya kitu kwenye jamii, tayari unakuwa umewagusa ama umeitumia elimu yako vizuri. Baadhi ya watu wanaamini kwamba mpaka uajiriwe direct, lakini ilhali wana dream, wana passion, wana vitu wanataka kuvifanya. Pia nitoe wito kwa jamii, kwa jamii inayozunguka watoto, kwamba tunapaswa kuwasaidia watoto. Ukiangalia dunia ya sasa ipo katika, kuna teknolojia ambazo zimeendelea, kuna utandawazi, mambo ambayo yanaweza yakasababisha watoto wetu wakakuwa katika mazingira ambayo ni tofauti na zamani. Kwa hiyo kila mzazi anapaswa kuwa responsible kumlinda mwanae kwenye malezi na makuzi ya watoto. Na mtazamaji wa SAUT TV, kufikia hapo sina la ziada kwa siku ya leo ndani ya Kioo cha Mwanamke. Nikukumbushe tu kuwa mada mezani ilikuwa ni mwanamke na ustawi wa watoto wenye hali duni, na ulikuwa nami Mariam Fakii nikiwa sambamba na mgeni wangu Agnes Swai, mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali linalowasaidia watoto wenye uhitaji. Na siku zote tunasema hivi, Kioo cha Mwanamke, jitazame, tunaangazia mafanikio ya mwanamke katika jamii zetu. Bye. Jina langu naitwa Catherine Zablon. Ni kioo wangu ni Tulia Ackson. Kwa sababu gani nasema ni kioo wangu? Kwa sababu ni kiongozi ambaye anaaminika katika serikali na anafanya vizuri. Kwa hiyo ameweza kuniinspire hata na mimi pia wakati mwingine naweza nikawa
kiongozi na nikaaminika katika serikali na kufanya vizuri.